Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tuangazie vita vinavyoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo viwanja vya ndege vya kijeshi kote nchini Urusi vimevamiwa katika msururu wa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani aina ya kamikaze, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo iliripoti siku ya Jumapili, ikilaumu matukio hayo kwa Kiev. Wizara hiyo iliongeza kuwa mashambulizi mengi yalizuiliwa kwa mafanikio, ingawa baadhi yalisababisha uharibifu wa vifaa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, viwanja vya ndege vililengwa katika mkoa wa Murmansk kaskazini mwa nchi, mikoa ya Ivanovo na Ryazan katikati mwa Urusi, pamoja na mkoa wa Irkutsk huko Siberia na mkoa wa Amur mashariki ya mbali. Mashambulizi yote yalitekelezwa kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani aina ya kamikaze zinazoendeshwa kwa mtazamo wa FPV, na baadhi zilivurumishwa kutoka maeneo karibu sana na viwanja hivi vya ndege. Baadhi ya wahusika wa mashambulizi hayo wamekamatwa, wizara hiyo ilisema, bila kufichua idadi au utambulisho wao. Jeshi la Urusi pia lilieleza kuwa utawala wa Kiev ndio unahusika moja kwa moja na mashambulizi hayo, ambayo waliyataja kama mashambulizi ya kigaidi. Katika mikoa ya Ivanovo, Ryazan pamoja na Amur, mashambulizi yalizuiliwa na hayakusababisha uharibifu wala majeruhi, kwa mujibu wa wizara hiyo ya ulinzi ya Urusi. Katika mikoa ya Murmansk na Irkutsk, mashambulizi yalisababisha ndege baadhi kuwaka moto, jeshi la Urusi lilisema. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika mashambulizi hayo yote, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya ulinzi ya Urusi. Vyombo vya habari vya Ukraine vimedai kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya kile walichokiita ni operation ya kihistoria yenye jina la siri Spiderweb. Kwa mujibu wa ripoti hizo, mashambulizi hayo yalipangwa kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu na yalilenga anga ya kimkakati ya Urusi. Channel 24 ya Ukraine ilichapisha picha ya mkuu wa idara ya usalama wa ndani ya nchi hiyo SBU Vasily Malyuk akiangalia kile kilichodaiwa kuwa ni ramani za viwanja vitano vya ndege vya kijeshi vya Urusi. Vyombo vya habari vilisema kuwa picha hiyo ilitolewa na SBU yenyewe. Mapema siku ya Jumapili, shambulio la kwanza la ndege ya bila rubani iliripotiwa huko Siberia, ikilenga kituo cha kijeshi katika mkoa wa Irkutsk. Kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo Igor Kobzev, eneo la kurushia ndege hizo lilifungwa mara moja na hakukuwa na tishio kwa maisha au afya ya raia, afisa huyo aliongeza. Ukraine imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ndani ya Urusi katika wiki za hivi karibuni, licha ya juhudi zinazoendelea za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov awali alitaja mashambulizi hayo kama juhudi za kuvuruga mchakato wa amani. Hii ni Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutazidi basi kuangazia kile kinachoendelea katika vita hii ya Urusi pamoja na Ukraine. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii ya Habari 24 channel, unaweza kufanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.